kuhusu utayari. Getting ready ama get ready, yani kuwa tayari. Getting ready. Hallelujah. Unakuta kwamba usipokuwa tayari, licha ya kuwa tuko katika neema, we need to be ready. Hallelujah. Kuwa tuko katika neema ama tunahubiri neema ama tuko katika neema na kweli haimaanishi tusikuwe tayari. Hallelujah. Maana unafika unakuta mahali watu wamefika wamerelax. Nikana kwamba wamelala uzingizi. Hallelujah. Lakini tunahitaji tukue ready kila wakati, tukue tayari. Ile utayari uko ndani mwetu, ili kwamba kwa kama tuko gizani, wakati wote tunahitaji kuwa tayari katika wokovu. Licha ya kuwa tuko katika neema, that's what I mean. Licha ya kuwa yes tunahubiri neema na tuko katika neema na kweli tumetoka kwa hiyo utumwa wa sheria na nini, bado tunahitaji kuwa tayari. Hallelujah. Maana usipokuwa tayari mpendo, you will be thrown away by the doctrines. Maana utafagiliwa, yani utakuwa kama vile ufagio unafagiliwa kama hali, sasa unafagiliwa kama ile takataka inafagiliwa usipokuwa tayari na makini. Hallelujah. So especially wakati huu tunahitaji kuwa tayari kwa mafundisho ambayo yanaibuka. Hallelujah. Na usipokuwa tayari hauwezi ndio unakuta mtu hata hana muda. Mtu hana muda hata kusoma maandiko, mtu hana muda hata kuomba eti yako kwa neema. Hallelujah. Sasa ule utayari haumo tena. Kwa sababu gani? Eti tuko kwa neema. Haifai. Tunahitaji kuwa ondari na utayari wetu ukue dhabiti katika Kristo. Hallelujah. Ili tukaweze kufika kilele ambacho Kristo anahitaji tukaweze kufika. Tumsifu Yesu. Soma maandiko Mathayo. Tuanze na Mathayo 24:44 na 45. Mathayo 24 44 45 44 na 45. Kwa sababu hiyo nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adamu yuaja. Sasa orende atungoje anasema mwana wa Adamu yuaja. Hii si lengo la kwamba mwana wa Adamu yuaja. Mwana wa Adamu tunaye. Hallelujah. Lakini licha ya kuwa tunaye, tunahitaji kuelewa, tunahitaji kuwa tayari. Tumsifu Yesu. Anasema kwa sababu hiyo nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani. So hatuko katika giza. Tumsifu Kristo. Sisi hatuko gizani. Tunajua kwamba mwana wa Adamu ndiye yu nasi siku zote. Lakini tunahitaji tukue tayari. Hata kama maandiko yanasema mwana wa Adamu yuaja saa msiodhani. Lakini cha muhimu hapa ni tukue tayari. Tumsifu Yesu. Tukue tayari kwamba wakati ambapo tunaishi tuelewe kwamba kunaibuka mafundisho tofauti. So tunahitaji tukaweze kuwa tayari na kuwa ondani katika kuelewa yale mafundisho yanaibuka. Tumsifu Yesu. Tusije tukafagiliwa na haya mafundisho, tusije tukakuwa senda by the doctrines of these people ambao wanahubiri mahubiri ambayo ni tofauti sana na kile ambacho 45 nasema nini? Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Hallelujah. Yule mtumwa mwaminifu kitu cha kwanza ni nani aliye mwaminifu? Kitu cha pili mwenye akili. Mwenye akili. Hallelujah. Lazima sasa ukuwe na akili na ukuwe mwaminifu mbele za Kristo. Si kwamba urelax. So unahitaji ukuwe tayari wakati huu ambao tuko. Ukuwe mwaminifu kwa kile ambacho unachokifanya. Si kwamba juede tunahubiri neema, sasa unaichukulia neema hivi, unaanza kufanya vitu ambavyo hata haviendeshani na Kristo, hata havileti utukufu kwa Kristo. So unahitaji kuwa mwaminifu na zaidi wewe unakuwa mwenye akili.
ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake. Tusikize hapo kidogo. Ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake. Tuelewe kwamba tumeitwa na Yesu, hatujaitwa na mwanadamu. Tumsifu Yesu. Tuliwekwa juu kwa nyumba ya Yesu na yeye mwenyewe. Ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake. Haleluya. Kwa wakati wake. So wewe umewekwa na Yesu katika manapa ama katika ile level ulio, ili ukaweze kupa watu wake chakula kwa wakati wake. Haleluya. So wakati wake umefika wa kupewa chakula, watu wapewe chakula ambacho hakijachanganywa, chakula hakijachanganywa na sheria, chakula hakijachanganywa na uongo. Tuwape ukweli wa Kristo. Haleluya. Na hatuwezi tukawapa chakula hiki isipokuwa tu tukue tayari. Haleluya. Amen. Unajua ni kwa nini watu wako tayari? Ati wengine wanaona kwamba nikihubiri hiki itasimamishwa na watu. Maana wengine wanaona kana kwamba waliitwa. Eti kwa sababu umefunguliwa madhabahu ama umefunguliwa kanisa, so wewe unaogopa kuhubiri kile ambacho Kristo anataka uhubiri, unahubiri kile ambacho mwenye alikufungulia kanisa anataka uhubiri. Maana huko tayari. Lakini maandiko yanatuambia ambaye Bwana amemweka juu ya nyumba yake. Au kuwekwa na mwanadamu, licha ya kuwa alikufungulia madhabahu, licha ya kuwa amekupa hiyo nafasi ukaweza kuhudumu, yeye alikuita. Haleluya. Umeitwa na Kristo mwenyewe. So unahitaji kuhubiri kile ambacho Kristo anataka, hata kama utapigwa vita. Haleluya. Mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake amemweka ama alimweka. So si hata kuweka, ulishawekwa, ulishaitwa na Kristo, ulishasimamishwa na Kristo, ulishaitwa akakutakasa, akakupaka mafuta. Wewe ni mpako wa mafuta wa Kristo, si mwanadamu alikuweka. So tukue tayari. Haleluya. Vita zinainuka. Lakini tuelewe kitu kingine. Kuwa unapigwa vita haimaanishi unahubiri kilicho cha kweli. Nataka tuelewe vizuri. Kupigwa vita na watu ama na wahubiri ama na watu wale ambao wanakupiga vita, hiyo pekee haijalishi unahubiri kilicho kweli mbele za Kristo. Kwa nini? Nasema nini? Kupigwa vita huko ambao kunapigwa vita, maandiko haiko. Ukisoma chini ni wana ama ni wapi, nasema kwamba funguze roho. Tusichunguze roho. Kwanza, tusiamini roho zote, kwanza tusichunguze. Haleluya. So hakutuambia ukiona mtumishi anapigwa vita, usiseme kwamba usione kwamba anasema kilicho cha kweli. Hakusema hivyo. Kile tunaibiwa ni tusichunguze zile roho. Kwa sababu gani nasema hivi? Mtu kupigwa vita haimaanishi anasimama katika kweli ama anahubiri kilicho kweli. Kwa sababu gani? Mtu taisi ambaye anahubiri kuhusu ngee, na same sex waoane, apigwe vita. Sasa hiyo mtu anaongea kweli? Mtu ambaye anafundisha leo hii kuhusu Freemason, anaonyesha watu vile ambavyo naweza kuingia kwa Freemason, apigwe vita? Anahubiri kilicho kweli? So haimaanishi kwamba unapigwa vita unahubiri kilicho kweli. Ni lazima usimame katika uhakika wa Kristo. Hata kama utapigwa vita, sisemi kwamba ukipigwa vita hubiri kweli. Lakini najaribu kusema ukiona mtu anapigwa vita, usiseme kwamba huyu mtu anahubiri kweli. Yaani usimmakie, usimshaishie kwamba huyu anahubiri kweli eti kwa sababu anapigwa vita. Msifu Yesu. So tukue tayari katika kile ambacho tunachokifanya. Tupe watu wa Kristo chakula kwa wakati ambapo unafaa. So ni wakati ambao unafaa. Watu wasikie ukweli wa Kristo. So tunahitaji tuweke tayari, tukaweze kupa watu chakula wakati unaofaa. Wakati ni huu. Haleluya. Wakati ni huu wa kufikia watu katika chakula ambacho kinafaa. Ni wakati ambapo tunahitaji kuwapa chakula cha kweli. Tutawapaje ikiwa tutakuwa tayari? Unakuta mtu aelewi mahali, lakini sababu hayuko tayari kufundishika ama hayuko tayari kufanya juhudi kuelewa mahali pale, anaibuka na maneno mengine. Nasema tunalalisha dhambi. Huyo mtu hayuko tayari. Tumsifu Yesu. In fact, ukiwa tayari utakuwa unajua kujua mtu ambaye ako tayari ni very simple.
Ni very simple kujua mtu ambaye ako tayari. Huyo mtu anatakanga kujifundisha zaidi. Anatakanga kukaa chini ya mafundisho. Alafu hata kama ni kuuliza maybe swali, unaona mtu nia yake ni ajue kile ambacho anauliza. Si msago na. So kwa sababu ya utayari haumo ndani mwetu, ndio unaona sasa watu wengine wanaweka vitu sawa ya kwamba wanaanza kusema tunalalisha dhambi. Yaani sema kwamba tumetoka kwa sheria, anasema tumesema usome Agano la Kale. Hilo unashindwa, tukasema saa ngapi azisome Agano la Kale? Ama Agano la Kale anasema alifai. Tumesema hatuko chini ya sheria. Maana mtu hayuko tayari, na kwa sababu hayuko tayari hakutaka kusikia kile ulisema. Aliibuka tu, maana hakuwa tayari kusikiza kile ambacho ulikuwa unakizungumza. So akaibuka, akakuwa agitated, akili yake ikakuwa imechanganyikiwa. Sana akaanza kusema kwamba tumesema Agano la Kale lisisomwe. Usio kwanza Agano la kuangalia Agano la Kale siku moja hii. Maandiko mingi. Kwa mfano Songs of Solomon, kuna kile ambacho unazungumzia rifaa. Kwa vile tutakuja kurifana huyo Solomon, kuna vile ambavyo inaitwa Songs of Solomon, wimbo ulio bora. Kwa mfano, nataka tu kusema kwa mfano, kuna vile ambavyo tunaweza kulinganisha, tutakuja kucompare, tupata similarities ya hii kitabu na kingine katika Agano la Jipya. So hatusemi mtu azisome Agano la Kale, ama hatusemi kwamba hii Agano la Kale alifai. Hatujasema hivyo. Lakini kile tunasema, tunajaribu kuambia watu hatumo sheria, hatumo chini ya sheria. Anaanza kusema tunasema azisome Agano la Kale. So hayuko tayari kusikiza. Na hata aliposikiza hakutaka kujifundisha. Maana kama hauko tayari huwezi ukajifunza. Hauwezi ukataka kujifunza. So unakuta mtu anaanza kusema mmejiweka kuchanganya watu. Maana huyo mtu hayuko tayari. Very bad. Very bad. Tunachanganya watu na nini? Hii ni maandiko. Sasa tutang'oa hizo kutoka makaratasi. Watu wataki kuambiwa yaliyo kweli. Ephesians 6:10. Lazima tukue ndani katika hii, especially safari ambayo katika neema hii tulio nayo, neema tunahitaji tukue na uondari ndani yetu. Maana tusipokuwa ondari Waefeso 6:10 I think. Waefeso 6:10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mshindi kuwa ondari. Kumbe kuna uwezekano watu wasizidi kuwa ondari. Kuna uwezekano. Ndio sasa Paulo anawahimiza hawa watu wa Efeso wasindi kuwa nini? Ondari. Anawaambia hatimaye mshindi kuwa ondari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa hiyo hii maandiko, kuna uwezekano kuna watu watadidimia katika uandari wao. So kwa nini watadidimia? Maana wamechukulia. Unakuta leo hii kuna watu hawaombi. Mtu wako kwa neema. Nani baadaye alisema tusiombe? Kuna mtu alisimama hapa akasema watu wasiombe. Unajua mimi nashangaa. Mahubiri yote kutoka tuanze kuhubiri neema, I think iko wote kwa mtandao. Na siurudie pole pole unukuu mahali mtu alisimama akasema watu wasiombe juu wako katika neema. Umechukua umesema hivyo. Hatimaye mshindi kuwa ondari. Tunaposema tuko katika neema, tunapohubiri neema na kweli ya Kristo, tunazidi kuambia watu wakuwe ondari katika Injili. Sasa hata in fact unafaa kwa sasa unamwabudu Kristo katika nguvu zote na zote na uweza wake. Kwa sababu hauko chini ya sheria, hauna kitu ambacho kinakuzuia. Uko katika uhuru wa Kristo. Chochote ambacho unahitaji unafanya bila kuambiwa usisi. So hiyo hakuna kitu ambacho kinakuzuia. So ni wakati mwafaka wa kuwa ondari katika Kristo. Haleluya. Na kukuwa tayari zaidi jinsi ambavyo ulikuwa mbeleni. Uanze mwamko mpya kwa sababu imebadilika jinsi ambavyo ulikuwa umewekewa vikwazo. Unawekewa vikwazo hata wewe ukamwabudu Kristo. Eti kama hujafunga wewe ukahubiri.
ama kama hujafika mapema around 30 minutes tu time ya kuhubiri, ujitangaze wewe si hubiri. So ni wakati ambapo unahitaji kuwa wakati wote uko tayari, kwa sababu hata imekurahisishia. Anambia mshindi kuwa ndani katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa sababu gani? Kuna uwezekano watu wasishinde kuwa katika uondari. Yaani ile ujasiri katika Kristo udidimie. Maana itafika mahali mtu anafika mahali anasema tuko katika neema. Sasa hata kuomba naomba ya nini? Nimeombewa na neema. Neema imeachilia maombi ndani mwangu. Tumsifu Yesu Kristo. So sio hata niseme nini. Watu they are no longer ready. Hawako tayari sahihi. Hawako tayari kabisa. Hawako tayari. Watu leo hii hawako tayari. Kisha na maana hata wewe sijua. Unakuta tu mtu sahihi tu ako tu hata ajielewi. Sikuzi. Alafu nani alisema kwamba sahihi maombi yamebaki ni ya kushukuru tu pekee? Hizo unakuta mtu anakuambia tumebakia tu kushukuru tu peke yake. Asante Yesu kwa siku njema. Amina. Anamaliza. Yeye maandiko hata ukisoma tu, sio ni kwa Petro anasema maombi ya kwamba kwake mwenye haki sio kwa faa sana, akiomba kwa nini? Kwa bidii. Sasa hapa inahitaji bidii. Na hivi ndiye Yesu kakuwa ndani mwako ikiwa hauko tayari. Tumsifu Yesu. So wale ambao wanasema kwamba tulisema wasiombe, my friend, sio mnapata wapi? Sijui. Nitakushukuru. Hakuna mtu anasema usishukuru. Lakini ndio unakuta mtu anafanya vituko kwa sababu hayuko ready. Yaani kwa mfano sasa ile nasema hapa, nasema maandiko, anaanza kusema unasikia? Amehalalisha dhambi. Sasa nikalalisha dhambi za ngapi? Kwa sababu huyo mtu hakuwa ready. Wakorintho wa pili 8:1. Najaribu kusema, unaona wakati ambapo Paulo anazungumza na hao watu, alikuwa ameona maana amewaletea neema, sasa wameanza kudidimia katika ile neema. Sasa huo ndani, huo tayari hakuna ndani yao. Maana eti neema imekuja, sasa ule utayari umeisha. 2 Corinthians 8:1. Tena ndugu zetu, twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Tena ndugu zetu twawaarifu habari ya neema. Sisi tunawaarifu habari ya neema. In fact, hatukuja kuwachanganya ama kuambia kwamba mfanye mambo vituko zenu. Tunakuja kuwaarifu habari ya neema ya Mungu. Haleluya. Waliopewa makanisa ya Makedonia, waliopewa kanisa la Kawangware hapa. Hiyo ndio neema tunawapea. Tunawaarifu kuhusu hiyo neema. Ndugu zetu tuwaarifu. So mahali ambapo unasikilia, hata kama unapita kwa barabara uko kwa plot ukatasikia kwa minga, sisi tunakuja kukupa habari ya neema ya Mungu ambao tuliopewa. Haleluya. So hatukuji kukuambia kwamba usifanye kile ambacho ulikuwa unafanya. Hatukuji kuambia usiombe. Hatukuji kukuambia kwamba tu relax. Tunakuja kukupa tu habari ya neema, kukuarifu habari ya neema ambayo Mungu alipeana. Ambayo tuarifu habari ya neema ya Mungu ambayo tulipewa. Tumsifu Yesu. Hii neema ambayo kuna watu waelewi neema. So ndio sababu tunakuja kuarifu. So na ninyi mkuwe tayari kupokea hii neema. Maana msipokuwa tayari hamwezi mkaelewa hii neema ambayo tumepewa na sisi tunataka kuiwafikie. Tumsifu Yesu.
Tunawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa ama waliopewa makanisa ya Makedonia. Makedonia walipopewa, hata sisi ndio tuko nayo hiyo neema bado. Sasa sisi tumepewa hiyo neema. So tunajaribu kuelezea watu kuhusu hiyo neema. Habari hiyo neema tunawaarifu, maana hawajui neema. Ikiwa wanajua neema, kuna vitu ambavyo hawezi kuambia watu wakae katika sheria. Yaani wanaleta watu kwa sheria, wanaweka kwa sheria kwa sababu hawajui neema. So alafu tukikuja kuwaarifu juu ya hiyo neema, habari hiyo neema Mungu aliyotupea, wanaanza kusema tunalisha dhambi. Ukisoma hapa kuna vile tu anawaambia, maana hii ni neema. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliongezea utajiri wa ukarimu wao. Hiyo ni verse 2. Uliongezea umaskini wa ukarimu wao. In fact, kama uko katika neema, huwezi kuwa mkarimu. Kama si neema, huwezi kuwa na ukarimu. Na kama nao uko na hiyo neema na basi uko tayari, bado huwezi kuwa na ukarimu. Maana uelewi neema ni nini? So tunapokuarifia habari ya hii neema, unaanza kusema kwamba tunakutoa katika mapenzi ya Kristo. Ndio tunakuhalalishia dhambi ukaifanye kwa sababu uko tayari. So you must be ready in order to learn. Ikiwa hauko tayari, wewe ukajifundisha. Kuna characteristics ya mtu ambaye yuko tayari. Obviously utamjua mtu yuko tayari. Kama utakuwa na muda utaangalia the characteristics. Ama sifa za mtu ambaye yuko tayari. Yaani mtu ambaye yuko tayari, maandiko inatuhimiza vizuri. Tusikue wepesi wa kuongea. Lakini unakuta mtu ambaye ameropoka tu. Hata hajasikia by the way. Hadi unakuta mtu ambaye yuko tayari, tumesoma Wakorintho wa 2:8, unakuta ameandika Wakorintho wa 1:8. Maana mtu wako tayari. Hata asikizi. Yuko mbali sana na yuko ready kulana. Tumsifu Yesu. So lazima tukue tayari. Licha ya kuwa tunahubiri neema, licha ya kuwa tuko katika neema, licha ya kuwa hakuna kihesabu dhambi katika neema, tunahitaji tukue ondari ndani ya Kristo na tukue tayari. Ili kwamba tusije tukakuwa swayed away by the doctrines. Because kuna mafundisho yanaibuka especially now. Ndio nikakwambia maandiko yanatuhimiza kwamba tuchunguze hizo roho. Si tujue anapigwa vita. Tuone kwamba huyu mtu ako sawa. Kwa sababu za hizi wote ambao wamepigwa vita. Sisemi ya huko wanasema ukweli ama nini, lakini kuna kile nataka kusema. Ndio nakuwa sasa wanaanza kupiga wengine. Na si vizuri wakati ambapo unajielewa kwanza kutanish the name of mtu mwingine. Mimi siwezi kusimama hapa niseme mtumishi fulani ama pastor fulani ama mhubiri fulani anafanya ABCD. What for? Sikuitiwa hiyo. Mimi kile nimeitiwa, kama huyu mtu alinifundisha na nikakuwa confused na mambo ya kwake, ama nikakuwa mateka na mambo ya kwake, yaani Mungu mwenyewe akakubali nikatoka kwa hiyo mateka, sina haja na kumlaumu. Lakini kwa nini wengine wanaanza kulaumu wengine? Mpaka hata unaposti mwingine. Sababu hujielewi. Ikiwa unajua neema na unajua upendo wa Kristo, hauwezi ukaposti mwingine. What for? Ikiwa huyu mtu anahubiri na kile anahubiri kinatokana na Kristo, kwa nini wewe ambaye unaanza kusema kwamba wewe unaanza kumuita majina, unambandika majina? Sababu hujielewi. Upendo wa Kristo kwanza uko ndani yako. So sisi atupigane na mtu, in fact atupigane na mtumishi yote, atupigane na mhubiri yote, kila atupingi mmoja yote. Kile ambacho tunahubiri, tunawapass habari ya neema, tunawaarifu habari ya neema ambayo Mungu ametupa. Simple. Wewe ambao unataka kupigana sisi, hiyo ni yako. Pigana nasi, utafika mahali, utaona utafika wapi. Sisi atupigane na wewe, tunawaarifu watu habari ya neema ambayo Kristo ametupa. Maana watu hawajui neema.
hata wewe ambaye unajaribu kupigana sisi, hata wewe leo neema. Hata wewe fundishwe. Ikiwa uko tayari unaweza uliza maswali. Kwa nini usiulize maswali personal? Kabla ufanye vitu kwa ambazo unafanya, approach mtu, mpigie simu. Si namba zake hata ziko hapo. Sauli ambaye mtu anataka kuongea naye. Na hata kama si hapo mahali ambapo amepostia, kama kwa mfano ni kwa media, social media, mahali popote ambapo wako katika mitandao ya kijamii, unaweza mkomentia hapo. Muulize tafadhali naweza pataje namba yako ili uniulize private nikuelezee. Lakini mtu hayuko tayari. Kwa sababu unaona sasa anaanza kufanya vituko zake. Anasema hii si injili. Injili sasa kama si injili, injili ni gani? Maana washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Eti watu wako katika neema wanasema hata kutoa hakuna. Lakini hao watu tunaona kwamba hii neema, walipokuwa wanafundishwa neema katika ule utayari, wakakuwa tayari katika uwezo, wakatoa vitu kwa hiari. Vitu kwa hiari. Tunapokuambia hatukulazimishi kutoa, mtu anasema tumesema usitoe. Tunaposema kwamba hakuna sheria katika kutoa kwa mbele za Kristo, sheria ya kutoa hakuna, mtu anasema kwamba amesema mtu asitoe kanisani. Tukaambia nani? Atukasemea wapi? Sababu huyo mtu hayuko tayari kabisa kusikiza kile ambacho kinasemwa. Haleluya. Hayuko kabisa kusikiza, hayuko tayari kama kusikia ni nini ambacho kinazungumzwa. Hii ni maandiko yanasema, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Tunakuta leo hii, maana tumehubiri hivyo, hata watu hata kama ni rent hawatoi. Mtu hata ashughuliki na kulipa hata mahali ambapo unapata chakula kama hiki. Hata njoo kwa neema. Tunasema hakuna sheria kwa kutoa. Very bad. Sababu hatuko tayari kujifundisha. Si ndio inasema wakatoa kwa hiari. Sio sisi tunapokuambia utoe kwa hiari, unasema kwamba walisema usitoe. Yaani hata sadaka tunapokuambia sadaka ni kutoa kwa hiari yako, na hata ikiwa unatoa fungu hakuna mtu anakushi. Uwezi leta fungu hapo tukwambie umefanya dhambi. Uwezi leta sadaka zako ama matoleo yako tukwambie usilete. Lakini tunakwambia ni kwa hiari na hakuna kihesabiacho dhambi na hakuna sheria inayokuhukumu. Anasema kwamba tumeambiwa tusitoe. Very bad. Because we are not trained to listen. We are not trained to learn. So we must be ready to learn. Kwa kwamba mtu anaposimama hapa unakuwa tayari kumsikiza na kumuuliza maswali. Sisi hakuna mtu ambaye hapa ako dictator atakujibu. Na kwa utaratibu tena na kwa kuelewa. Na hata kama hutapata hiyo siku, mfuate hata baadaye ama mpigie simu hata siku nyingine muulize. Badala ya kwenda ndio unakuta sasa leo hata watu watoi. Tujua kwa neema. Because waliposikia hivyo tukasema mtu anatoa kwa hiari. Hata usipotoa hakuna mtu ambaye anakuhukumu, hakuna kile ambacho kinakuhukumu. Anasema tumesema usitoe. Tusome verse 4. 2 Corinthians chapter 8 verse 4. Wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Hao watu walikuwa wanaomba sana na kutusii kwa habari ya neema hii. Hapa hata hakuna mtu anaomba. Wanaona kana kwamba hata wana yaani na shirika. Anasema na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Anasema kwamba baada ya kutoa katika hiari kwa uwezo wao na kila kitu wakatoa vitu vyao, sio wakaanza kuwaomba kwa habari ya neema ile ili washirikiane kwa ajili ya kuhudumia watakatifu. Kifuatilia sana hiyo namba 4 inamaanisha baada ya kuwa wametoa walikuwa wanaomba sana watumishi waweze kuvikubali. Yaani wakubali kuchukua. Maana kuna watumishi wengi wanasema wametajirika sana, wahitaji kitu kutoka kwa mtu.
So kupokea pia ni neema na ni unyenyekevu. Yeah. Wakituomba sana pamoja na kutusi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Kuwahudumia watakatifu. Alafu hapa na watu wanasema kwamba hakuna kuhudumia. Acha sisi mtu akuja tu atuambie tu atuhudumie watakatifu. Lakini nani huyo na hakuna mtu ako tayari? Juu ya circumstances zile ambazo mtu anapitia, ametoka katika utayari wa kumfuata Kristo ama wa kukaa katika Kristo. Ule tayari umetoka ndani yake. So sisi tuseme nini ama tutumie lugha gani ili watu waelewe? Maana mtu yote ambaye sahihi, hakuna mtu anaposikiza hiki kitu anasema kwamba yamkini hata wale ambao unasikia mtu anasema tu kwamba tunalalisha nani. Nikawa naongea na mtu jana, nikamwambia in fact kwanza ukiwa katika neema, mambo ambayo ulikuwa unasumbuka kuacha yanaenda automatically. Yanasimama automatically yanasimama. Lakini wakati ambapo unaambiwa kwamba usifanye ndio inaiisha, unakuwa unafanya. Lakini sasa tunapoleta watu katika neema na usaidizi, tuwasaidie ili kukaa katika Kristo katika uhuru wao, wanasema kwamba tunalalisha dhambi. Na mtu ambaye ako tayari si lazima hata akuwe msomi. Maana watu wengine wanasema kwamba ati atapigwa ataanza kuambia nini hata juu. Unaona si lazima hata unaona hata saa hii as long as uko tayari katika Kristo na uko tayari kujifunza, my friend, utajua ujasiri ambao utakuwa nao katika Kristo. Hakuna mtu atasema hata utasoma. Basi Yesu alizaliwa na degree zake na shahada zake zote. Alizaliwa nazo na wewe amekusaa. So hata kama hujasoma, as long as uko tayari, ujasiri ule utakuwa nao. Hakuna mtu ambaye atakiri kwamba uko pamoja na Kristo. Kwa hiyo uko pamoja na Kristo na uko tayari kumtumikia Kristo na kutumika na kumpa watu chakula kwa wakati wake, my friend, utakuwa ujasiri. Tusiangalie hali. Hiyo hali yetu uko nayo, uone kwamba sasa imekufanya hata unakuwa sawa mdhaifu. Unadhoofika katika hali ya kumtumikia Kristo. Ati umelala njaa. Hata ati hauna kazi. Na unakoka, unaanza kusema kwamba unaanza kukosa tumaini lako katika Kristo. So you're supposed to be ready. Even if unapitia kila kitu unapitia, kana utayari katika Kristo. Kaa tayari wakati wote. Kuwa ready. Jura unajua vitu zingine they are very funny. Saisi kile ambacho Yesu ameweka ndani yako, hata ukipata nafasi ukizungumze, sioni kama kuna mtu anakuambia usikizungumze. Wale ambao tuko hapa ni wahuduma. Kwa hiyo tayari ndugu zangu, ninaposema ndugu zangu na unajumuisha kila kitu, hata ndanda zangu, maana hiyo ndio ndugu wote katika Kristo. So ninaposema tuko tayari, ninaposema ndugu zangu tuko tayari, hata wewe ndanda ambao uko hapa na ni mhuduma hapa, unahitaji kuelewa kwamba na kujumuisha ama na kujumulisha. Tuko tayari ili kwamba tukaweze kumtumikia Kristo. Maana unakuta kwamba maana watu wamerelax, hata wewe hata kuhudumia Kristo. Yaani mtu hata simama hata kuongoza katika kipindi cha maabundio, ajui neema. Kwani kwa mfano ukuja usome, na juzi nimekutangulia kuambia kwamba tunaposema watu watoka kwa sheria wanasema Agano la Kale lisisomwe. Mtu akuje afundishe hapa kwa Agano la Kale, nani atamwambia asimame? Nani atamwambia asifundishe hivyo? Maana utajuaje ikiwa hujifundishi? Utajuaje ikiwa hautaki kufunzwa ama kujifunza kwa yule ambaye anakufundisha? Because that readiness is no longer there. So ile utayari haumo ndani mwetu. Tunakuta sasa mtu anasema mimi si sahi.
hakuna utayari ndani yetu. Let us get ready. Usipokuwa ready, hautaweza kufundisha hii neema. Usipokuwa ready kujifundisha na kuelewa na kukaa katika mafunzo ya neema, hautaweza kukua. Utaishi tu kukaa hivyo. Ukisema watu wanahalalisha dhambi, na ukisema hiyo ni yao, hiyo ni yao. Ya kina nani sasa? Kwani kile ambacho ulikuwa unafunza alafu ukuje ukifundishe. Kwa mfano umepata mambo ya nyakati. Kwa mfano mambo ya nyakati wa kwanza MBCD umeanza kuizungumza. Sioni kama kuna mtu atakupinga. Atakupinga aje bado maandiko. Na hata ukifuatilia, hii ni kivuli cha Agano la Kale. So kuna vile ambavyo unaweza kuileta na usaidiwe na ingiane katika neema bando. Haleluya. Lakini sababu huko rende unasema kwamba siwezi. Let us be ready. Let us be ready in whatever you are doing. Especially this time. Katika neema. My friend, licha ya kuwa tuko katika neema na tunahubiri neema na kweli, tunahitaji kuwa zaidi, tunakuwa tayari kuliko mwanzo. Maana neema inahitaji mtu ambaye ako tayari, anataka kujifunza. Msifu Yesu. Lakini unakuta watu utayari umetoka. Relax. Hataona hizo. Yaani unakuta mtu maana hayuko tayari, maandiko imesoma kama leo mahali ataweka Biblia yake Sunday leo hii aichukue aende aiweke mahali ataiweka, kusema kweli ataipata Sunday tena akitafuta. Hivyo mtu anajiambia ataelewa hii neema siku gani? Ataelewa hii mafundisho siku gani? Ikiwa wewe mwenyewe hauko tayari kujifunza ama kulani, utaelewa lini? Yaani maandiko hii kwa mfano, kuna siku tukafundishwa mambo ya prayer, maombi. Tukapewa vifungu kadhaa. Nani alivipitia? Mimi mmoja ama wawili. Sinasikia sasa? Sababu watu hawako tayari kabisa. Alafu sasa unashangaa ikiwa mtu hayuko tayari, ataelewaje? Atajifunza saa ngapi? Atajua saa ngapi? Na hayuko tayari kujifunza kabisa. Au unatoka hapo ukisema kwamba sikumuelewa. Hata kama hukumuelewa, alafu to make the matter worse, unakuta mtu kama ni mahali pa kuandika, kwa mfano wakati ambapo maandiko yanachambuliwa, tunapo standing, unakuta kwa mfano kama jina jina dhambi katika original sin. Sasa unapoandikiwa jina la Greek, ni kwa Greek, unaambiwa andika P K sijui L nini, unakwambia tu macho. Alafu unakuja kujifunza ngapi? Unaweza kusema kwani ametoa wapi? Maana huko tayari hata kuandika kula uandiki, hata ulisi zimetoka wapi? Because you're not ready. Nasema hiyo ni yao. Wacha tu nisukume, sikuishe. At the end of the day, wewe una lose. Let us be ready kujifunza na kulani. Hallelujah. Tujifunze to learn. Kama kuna mafundisho ama mafunzo yanahitaji kuwa ready zaidi ni neema. Sasa hiyo mengine yalikuwa. Ndio inahitaji utayari zaidi. Upige hatua kwanza, usimame zaidi sasa. Ndio mafunzo inahitaji utayari zaidi. Ili ukayaelewe. Yaani mtu nakuta kwamba ataelewa kitu fulani, lakini hata juhudi ile bidii ya kujifunza kile kitu ana. Sasa atasaidika saa ngapi? Atajuaje? Kila kitu kinatoka kwa hii maandiko. Tunaposema hakuna kuhesabu dhambi kwa neema, iko hapa kwa maandiko. Lakini unakuta mtu anakataa asome maandiko, afuatilie kile ulisema, hata hakuandika ikisindi.
Kama Sunday tulifunzwa nini? Kuhusu toba. Kuna mambo ilikuwa inaandikwa. Mtu wako andika. Hapo sana zito. Kwani yeye alienda kusoma miliki? Mtu ambaye ako tayari, hata kama hatauliza hapa, ama unakuta mtu juu hayuko tayari, anaangalia tu muda tu, anaangalia muda. Siwezi uliza swali, afadhali hata niende nikiwa hivyo, juu mtu nitakwasa mwingine. Wewe unataka kukwasa mwingine ama unataka ujifunze? Wewe kuwa ready kivyako. Ukikuwa na utayari, hata kama hujaelewa, usiangalie muda. The people who are ready, they don't mind about the time.